Na turejea hapa nchini kuzungumza zaidi kuhusiana na mpango wa chanjo wa mifugo kitaifa ambao unafanyika. So Dr. Hilda, tunafahamu kwamba serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi ilianza mpango wa utoaji wa chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa kuanzia mwezi Januari mwaka huu 2025, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 28.1 zilitengwa kwa ajili ya kutekeleza mpango huo ambao unalenga kudhibiti na kutokomeza magonjwa ya mifugo nchini, ambapo ni moja kati ya mambo makubwa ambayo imekuwa yakitekelezwa na wizara hii. Sasa kuzungumza kuhusiana na hilo, yupo hapa Dr. Stanford Ndibalema ambaye ni mkurugenzi msaidizi wa huduma za mifugo nchini, ambapo tunazungumza naye kuhusiana na hilo. Karibu sana Dr. Asante sana. Tumejisikia faraja na furaha kuwa nawe asubuhi hii. Ndio. Ndio. Nashukuru sana mimi kupata nafasi ya leo. Yes, ndio. Asante sana. Sasa hali ya mifugo nchini ikoje? Tuanzie hapo pengine. Hali ya mifugo, mimi nadhani tungeanza moja kwa moja kwenye swala la lilotuleta hapa. Mpango tulionao. Ni kwamba sasa hivi tunaenda kwenye kampeni ya kuchanja mifugo na utambuzi wa mifugo. Labda sasa nianze tu kwa historia kidogo kwamba tangu serikali ya awamu ya 6 ilivyoingia madarakani chini ya rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan, kumekuwa na diplomasia ya uchumi, kwamba mabalozi wetu walioko huko nje wamekuwa wakihimiza sana kueleza uchumi ulioko Tanzania na fursa zilizopo, na huko wanakotuwakilisha ni vitu gani vinaweza vikapatikana Tanzania ili tuweze kufanya biashara. Mojawapo ya mambo ambayo wamekuwa wakisisitiza kwenye diplomasia ya uchumi ni kuhusu biashara ya mifugo na mazao ya mifugo, na maana pamoja na nyama, ngozi na vitu vingine ambavyo vinatokana na mifugo. Sasa kwa sababu hiyo tumejikuta kunakuwa na fursa kubwa na wafanyabiashara wengi sana ambao wanataka kuchukua mazao yetu kutoka Tanzania. Lakini pamoja na hayo kunakuwa na tatizo kwamba wakifika sasa huko wanakuta baadhi ya mambo ambayo tunatakiwa tuyatekeleze kama masharti ya biashara kidunia mengine hayajakaa vizuri. Mojawapo ni hili swala la magonjwa ya mifugo. Tanzania tunayo baadhi ya magonjwa ya mifugo na ambayo yanaathiri biashara kimataifa. Kwa hiyo yamekuwa yakituzuilia sisi kufanya biashara kimataifa. Lakini pia kuna swala la utambuzi wa mifugo. Unatakiwa sasa unapokuwa unapeleka mazao nje ya nchi ijulikane kabisa kwamba hii mifugo imetoka wapi. Wanaita ufuatiliaji, yani traceability, kwamba huyu mnyama ambaye nyama yake imechinjwa na kufikishwa katika nchi fulani imetoka wapi na alilelewaje huyu mnyama. Kwa hiyo ni kwa sababu hiyo sasa serikali ikaona kuna haja sasa kukabiliana na hayo mambo, tuanze sasa seriously kufanya kampeni ya chanjo. Na kwa hiyo tumetengeneza programu ya miaka 5 ambayo tunategemea ndani ya miaka 5 tutaweza kuchanja magonjwa yote ya kipaumbele ambayo ni magonjwa 13. Na Dokta, kabla kuendelea kwenye huo mpango, katika hayo magonjwa ambayo yapo katika wanyama, umesema yanaathiri zaidi biashara hii ya kimataifa. Vipi kuhusiana na hapa ndani? Magonjwa yanaathiri biashara ya kimataifa, lakini pia pamoja na kuathiri biashara ya kimataifa yanapunguza uzalishaji pia. Unakuta uzalishaji unashuka, mifugo inakufa na wafanyabiashara na wafugaji wenyewe hawapati faida. Lakini pia yanatuathiri kiuchumi. Kwa hiyo zote hizo ni sababu ambazo zinapelekea sasa tuende kuchanja mifugo. Ni yapi ambayo yamekuwa yakisumbua zaidi? Magonjwa yanayosumbua hapa nchini ambayo sana sana yanaathiri, naweza kuongea sasa, magonjwa tunayo mengi kama mnavyojua, lakini ambayo yanaathiri biashara za kimataifa ni kama homa ya mapafu ya ng'ombe, sotoka ya mbuzi na kondoo, lakini pia kuna ugonjwa unaitwa foot and mouth disease, ugonjwa wa miguu na midomo, na wenyewe unasumbua sana na unatuathiri katika biashara za kimataifa. Kwa hiyo sasa kwa kuanzia pamoja kwamba tunapanga kwamba katika programu hii ya miaka 5 tuweze kuchanja magonjwa
13 hayo ambayo tunaita ya kipaumbele, kwa mwaka huu tumepanga kuanza na magonjwa matatu. Ambayo magonjwa matatu ni homa ya mapafu ya ng'ombe ambayo kwa Kiingereza inaitwa Contagious Bovine Pneumonia, kwa kifupi CBPP, homa ya mapafu ya ng'ombe. Alafu ugonjwa mwingine ambao tutaanza nao ni sotoka ya mbuzi na kondoo. Alafu mwingine sasa ni mdondo wa kuku. Kwa hiyo ndio magonjwa ambayo kutokana na zile fedha ambazo zimetengwa kwa mwaka huu ambayo ni bilioni 28.1 ndio magonjwa ambayo tutaanza nayo sasa kuchanja. Lakini kama nilivyosema, kwa upande wa utambuzi, mifugo yote sasa itakayopelekwa kuchanjwa baada ya kuwa imepewa chanjo itakuwa inawekewa namba za kielektroniki. Kuna hereni ya kielektroniki ambayo inawekwa, ambayo yenyewe inakuwa na taarifa zote kuhusiana na yule mnyama, anakaa wapi, anamilikiwa na nani. Daktari, kwa mujibu wa sensa tuna mifugo wengi sana nchini. Ndiyo. Ni utaratibu gani ambao mtatumia wa kuchanja? Asante sana. Nilikuwa nakuja huko kwamba hii ni kampeni ya kitaifa na watakaofanya tekeleza chanjo ni chini ya serikali za mitaa. Ni halmashauri ndizo ambazo zitatekeleza hiyo chanjo. Kwa hiyo sisi na tumetengeneza mwongozo ambao tayari una majukumu ya kila ngazi ya serikali. TAMISEMI wenyewe kama wasimamizi wakuu wa halmashauri wana majukumu yao. Sekretarieti za mikoa na zenyewe zina majukumu yao. Lakini pia halmashauri zina majukumu yao. Vyama vya wafugaji vina majukumu yao. Uongozi wa serikali katika ngazi za kata na vijiji na mitaa na wenyewe wana majukumu yao. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kazi ambayo tumeshaifanya sasa hivi ni kwamba sasa hivi chanjo zimeshaanza kusambazwa karibia nchi nzima, na tuliweza kuhamasisha halmashauri zote ambao walikuwa hawana majokofu waweze kuyaweka sawa kununua, na baadhi ya halmashauri ambazo zimeshindwa kupata majokofu tayari kuna majokofu ambayo tumeyapata, tumeyanunua majokofu 90 na yenyewe yameenda kufidia katika hizo halmashauri. Kwa hiyo tayari wakandarasi wanaendelea kusambaza hizo chanjo, na kila halmashauri tayari tumeweka mtu ambaye mtaalamu ambaye yeye ni mratibu wa chanjo ndani ya halmashauri, ambaye yeye ndiye atakuwa na wajibu wa kuzipokea chanjo, kuzitunza na kuzigawa siku ya kwenda kuchanja. Sasa kila halmashauri itatengeneza timu kutegemea jinsi ilivyo, inaweza kutengeneza timu labda 4 au 5 za wataalamu. Kila timu hiyo ina watu kama 4 au 5 ambao kazi yao itakuwa ni kuchukua chanjo na kwenda kuchanja. Sasa kule katika ngazi ya vijiji tayari kwenyewe wameandaa, tunaendelea kuhamasisha na wengine wameshaanza kuandaa, wana wajibu wa kutengeneza sehemu za kwenda kuchanjia ambazo zipo siku zote wamekuwa kifanya, lakini sasa labda kwenda kuziboresha. Tunaita vibanio ambako ng'ombe wote wanakusanywa pale na hao ni mbuzi wanaletwa pale kwenye vile vibanio, wataalamu wanakuja pale na chanjo zao wanachanja. Na tayari katika vifaa tutakavyosambaza, tutasambaza hizo syringes kwa maana ya sindano za kutumia. Tunasambaza vifaa vya kutunzia chanjo, cool box, nadhani huwa mnaziona, na vifaa vingine vyote, mabuti na nini, vyote vimegharimiwa na serikali. Sasa mpaka mmefikia kwenye mpango huu na kutenga kiasi hiki kikubwa cha fedha, pengine inaashiria kwamba mifugo yetu haiko salama sana? Kuzuia magonjwa ni swala la kawaida. Mahali popote magonjwa yapo. Mahali popote penye viumbe magonjwa yapo. Mahali popote penye mifugo, magonjwa ya mifugo tunakiri kwamba yapo. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuhakikisha tunayatokomeza. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tunaifanya, kuhakikisha magonjwa yote tunayatokomeza, yale ambayo tunaanza nayo kwa kipindi hiki. Na nimesema ili kuweza kutokomeza ugonjwa wowote inabidi mifugo yenyewe ambayo inaugua ugonjwa ule ichanjwe angalau hata 70% kila mwaka, at least kwa muda wa miaka 4 au tuanaseme 3 au 5. Unachanja mwaka huu, unachanja baada ya muda unaweza kuwa umekutokomeza ugonjwa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tumepanga kufanya. Sasa na gharama hizi, manake nyinyi serikali ndio mtawajibika kwa 100% ama kuna nafasi ya ufugaji? Ni kama mlivyoona serikali kwa mwaka huu imetenga hizo bilioni 28.1. Sasa hizo zimetumika kugharamia kununua chanjo,
zimetumika kugharamia kununua pikipiki. Kuna pikipiki 700 ambazo tayari zimeshaanza kusambazwa. Imetumika kununua vishikwambi kwa ajili ya kutunza kumbukumbu kwa wataalamu wetu. Vishikwambi 1500 vimeshanunuliwa na vimeshaanza kusambazwa. Kwa hiyo na tunategemea chanjo iwe endelevu. Kwa hiyo serikali ni kama imetoa ruzuku, gharama zote zinazosema, na gharama ya chanjo pia imenunua. Lakini sasa wale wafugaji itatakiwa wachangie kwa upande wa magonjwa mawili, sotoka ya mbuzi na kondoo na homa ya mapafu ya ng'ombe. Homa ya mapafu ya ng'ombe gharama yake full ni shilingi 1000 kwa ng'ombe mmoja. Lakini serikali sasa itagharamia shilingi 500 na mfugaji atachangia shilingi 500. Kwa upande wa sotoka ya mbuzi na kondoo gharama yake full, ambayo ni tunachanja mbuzi na kondoo, gharama yake full ni shilingi 600. Na mfugaji sasa ndiye atachangia shilingi 300 nusu. Alafu ugonjwa wa mdondo wa kuku huo utakuwa serikali itagharamia 100%. Kwa sababu kuku wanafugwa na kina mama na watoto na vijana. Kwa hiyo ilikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwamba swala la kuku, kwa sababu wanajua wafugaji wa kuku ni aina gani, serikali igharamia 100%. Sasa kwa wale ambao watakaidi, unajua jambo likishahusisha pengine kuchangia chochote, manake kuna mtu anatafsiri kama gharama. Wale ambao watakaidi ama kwa namna moja ama nyingine kukwamisha mpango huo, kuna mfugaji hajatekeleza ama hajafika peleka mifugo yake kupata hiyo chanjo, kwa sababu pengine akwepa tu gharama. Kwa mwaka huu tumekuwa tukitumia hizi nguvu za kisheria. Tumekuwa tukitoa adhabu kwa wafugaji ambao wanashikaidi. Lakini kwa mwaka huu jinsi chanjo ilivyopangwa, kwa sababu ilianza kuongea kwanza na viongozi wa vyama vya wafugaji, wamelielewa vizuri hili swala. Tukaja kuongea na ngazi mbalimbali za serikali na wafugaji wenyewe wamelielewa hili swala. Kwa hiyo hatutegemei kama kweli kutakuwa na hali fulani ya watu kutotaka kuchanja, kwa sababu viongozi wa vyama vya wafugaji wako pamoja na sisi. Ikitokea kwamba kuna watu fulani kama vile wanasitasita, sisi kama serikali, kwa sababu tunafanya kazi pamoja na vyama vya wafugaji, tutakuwa tayari kabisa kuwahimiza na kiurafiki na kuwabembeleza kuhakikisha kwamba inafanikiwa. Hatutegemei kutumia mambo ya nguvu, ingawa sheria zipo. Lakini kwa maelekezo tulionayo kipindi hiki, na tumeanza hii zoezi, tunafanya kazi, tunaongea, tunajadili mpaka wafugaji wenyewe wamelikubali. Kwa hiyo hatutegemei kama kutakuwa na hali kama hiyo. Ikitokea tutadili nayo kulingana na hali halisi, lakini pia hali ya kukaa nao na kuendelea kuwaelimisha itazidi kufanyika. Niseme tu kwamba hili zoezi tangu tumeanza kampeni ni tangu Disemba. Vyama vya wafugaji viongozi wao nchi nzima, mwaka jana, vyama vya wafugaji waliitwa pale, viongozi wote nchi nzima, pia maafisa mifugo nchi nzima waliitwa pale Dodoma kwenye ukumbi wa Jakaya Kikwete, na mgeni rasmi alikuwa ni Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Shatu Kijaji. Akaongea na wafugaji wakatoa maoni yao, wakaonyesha changamoto, na serikali ikawa imejikomiti jinsi ya kusolve zile changamoto. Kwa hiyo kuna uelewano mzuri. Juzi hapo Chalinze, wafugaji chama cha wafugaji kanda ya Mashariki walikaa Chalinze na wenyewe kujadili swala, na walikuwa wanaendelea kuhimizana. Kwa hiyo tutegemei mwaka huu kama kutakuwa na hali fulani ya watu na tangu mwanze pia, kwa sababu matarajio yalikuwa ni Januari mwaka huu, mpango huu mwanze katika utekelezaji. Ni changamoto gani ambazo mmebaini? Labda niseme hatujaanza kuchanja. Ni kwamba tangu Disemba mwaka jana, kama nilivyosema, tumekuwa katika maandalizi katika kuhamasisha. Na kama nilivyosema, sasa hivi ndo usambazaji wa vifaa na chanjo na hizo pikipiki na vishikwambi ndo unaendelea kufanyika. Unatarajia kuanza lini? Kwa hiyo muda wowote sasa, kwa sababu ni jambo la kitaifa, litazinduliwa na Mheshimiwa Rais wakati wowote mwezi huu. Na litakapokuwa limezinduliwa sasa ndo uchanjaji utaanza. Lakini most likely tunategemea mwezi huu tutaweza kuanza hiyo kampeni. Utofauti wa chanjo ambazo mmekuwa mkitoa kwa wanyama katika nyakati tofauti na hii sasa ambayo mnafanya kitaifa ni upi? Tofauti ni kwamba tumekuwa kwanza chanjo ilikuwa imeachwa kama jukumu la mfugaji mwenyewe.
Wafugaji alikuwa anaweza kumtafuta bwana mifugo akaenda kuchinja mifugo yake, au wakati mwingine hata kwenye ngazi ya halmashauri wakaratibu wakamtafuta mzabuni akaja akachanja mifugo. Hiyo ndio tofauti, na coverage ya uchanjaji ilikuwa inakuwa ndogo, ni 22%, ambayo haiwezi kuzuia magonjwa, haiwezi kutokomeza magonjwa. Lakini tofauti mwaka huu ni kwamba uchanjaji unaenda kufanyika kwa nchi nzima kwa wakati mmoja, na tunategemea watu wengi watachanja kwa sababu gharama kubwa imegharamiwa na serikali. Kwa hiyo tunategemea kupata matokeo makubwa ya angalau 70% ya mifugo itakayokuwa imelengwa. Sasa umezungumza kwamba kuna zamani walikuwa wanatumia pengine utaratibu wao ambao ulikuwepo. Kila mfugaji alikuwa pengine na mwongozo wake anaofanya na bwana mifugo ambaye wana makubaliano yao wanafanya. Kwa sasa hivi hilo watu walifanya tena. Kwa maana hataruhusiwa mtu ambaye ana bwana mifugo ambaye anaweza kumtumia ama mtaalamu wake anaweza kumtumia. Hapana, haitazuiliwa. Hii haitazuiliwa kwa sababu kama nilivyokuambia sasa hivi tunaenda kuanza na magonjwa machache. Tunaenda kuanza na magonjwa matatu. Kwa hiyo mfugaji kama utakuwa umemchanjia homa ya mapafu ya ng'ombe au sotoka ya mbuzi na kondoo kwa mwaka huu, lakini yeye angependa kuchanja pia ng'ombe wake dhidi ya ugonjwa wa miguu na midomo, hiyo kitu ya private sector kuendelea kufanya kazi inaruhusiwa. Lakini naamini kama mtu atakuwa magonjwa hayo ambayo nyinyi mmewapa kipaumbele kama serikali, hataruhusiwa kumtumia mtaalamu wake. Hatuwezi kusema hataruhusiwa kama atakuwa bahati mbaya, kama bahati mbaya ya kuchanja na labda kampeni imepita, hatuwezi kumzuia yeye kumtafuta mtaalamu wake kuchanja. Lakini tunategemea itakuwa na coverage kubwa na matukio kama hayo yatakuwa machache sana. Wakati nyinyi mnaanza, yeye tayari amekwisha chanja? Labda chanja haina shida hata akirudia. Kwa mfano kama na asiporudia haina shida. Asiporudia pia haina shida kwa sababu mwaka huu sikaisha chanja. Lakini tungependa mifugo yote iletwe ichanjwe ili tujue, tupate coverage kubwa, tujue mifugo, tuwe na uhakika kabisa imechanjwa na ingie kwenye kanzi data ya kwetu. Asante sana. Tunapokamilisha, ni upi ujumbe wako hasa kwa wafugaji? Wafugaji sasa wajue kwamba serikali ina mpango wa kutokomeza magonjwa. Na kama sisi tunataka kutokomeza magonjwa, lazima tupate ushirikiano wao. Wahakikishe siku ya chanjo wawe na ushirikiano na wale watakaokuwa na hamasisha, washirikiane kujenga vibanio, wahakikishe mifugo yao inafika kwenye eneo la kuchanja, pia inachanjwa. Lakini pia kwa upande wa taasisi zingine za serikali ambazo zimehusika kama nilivyosema TAMISEMI, sekretarieti za mikoa na halmashauri, wote tuwe kitu kimoja kama ambavyo tumeshahamasishana, tuweze kuhakikisha hizo zoezi zinafanikiwa. Shukrani sana, asante na kutakia majukumu mema. Asante sana. Ni Dr. Stanford Ndibalema ambaye ni mkurugenzi msaidizi huduma za mifugo, tukizungumza kuhusiana na mpango wa chanjo wa mifugo kitaifa ambao unatarajia kuanza hivi karibuni. Tunakamilisha hivyo.